Yes, bana ni time nyingine tena tumekutana na hapa tuko na Aggy Baby kama ambavyo unaweza kumtazama. Mashallah amependeza sana. Najua ni kawaida yake na kimoyo moyo nilivyosema amependeza sana, najua atakuwa amenijibu na uzuri unachangia. Mambo vipi? Safi za kwako? Hali kwema? Kwema kabisa. Hongera sana. Nimeona kwenye ukurasa wako wa Instagram lakini pia kwenye page kadhaa za waandaaji wa tuzo The Achievers International. Kwa hiyo ni moja watu ambao wameshinda tuzo ambao kwa mwaka huu nadhani kwa mwaka huu imefanyika Zanzibar. Tuzo ya heshima mwigizaji wa kike kutokea nchini Tanzania. Hongera sana. Asante sana. Okay. Yeah. Tuzo ya heshima kama mwigizaji wa kike kutokea nchini Tanzania. Hii ilikuwaje? Ni tuzo za heshima. Unajua hawa ni wa Nigeria. Ni tuzo ambao zimetoka Nigeria na kila mwaka wanafanyika Nigeria, lakini mwaka huu wakasema wanaifanyia Tanzania, Zanzibar. Walipokuwa wanafikiria kuja huku, walikuwa wanaangalia waigizaji wapi wako huku ambao wana uwezo, wana ubora, lakini kutokana na kazi zangu ambazo wameziona kwenye mitandao yangu ya kijamii, wakasema tunampointi huyu dada ambaye ni mimi. So walinitafuta na walipokuja waliniomba kuwa kwenye panel. Walikuwa na conference alafu na tuzo. Kwa wakasema kuwa tunakuomba uje kuwa mzungumzaji katika kuwakilisha usanii wa kike Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa mmoja wa wazungumzaji ambao niliongea kuhusu masuala ya sanaa ya uigizaji katika nchi yetu, maendeleo, uchumi wetu, kazi zetu na pia ushirikiano wa kazi Tanzania pamoja na Nigeria. Kwa hiyo wakaamua kunipa na tuzo ya heshima kwa ajili ya kazi kubwa pia nilioifanya katika sanaa yetu ya uigizaji. Okay. Najua maswali ya chini ya wambea yatakuwa mengi sana. Watu wanajiuliza Aggy Baby ameshiriki kwenye filamu gani labda, lakini pia wewe binafsi unadhani kwa nini Aggy Baby apewe tuzo ya heshima ile hali kuna wasanii wengine wa Bongo Movie ambao wamefanya kazi miaka mingi na wamekuwa kwenye game kwa muda mrefu sana? Nazungumzia kina Masepetu, Irene Uwoya, na wengine wengi sana. Why Aggy? Kwa sababu unajua kuwa msanii wa zamani haimaanishi kwamba ulikuwa kwenye ubora kwenye kazi. Kuna wengine wanakuja hivi karibuni lakini wana ubora wao ni mkubwa kuliko wasanii waliopita. Alafu kwa sasa kuna namna nyingi ya kujitangaza kwenye kazi zako. Kuna wengine wanafanya kazi nzuri lakini hawajui namna ya wao kujitangaza kupitia social media zao au social media zingine. Unajua kuna platform tunaona sisi wa Tanzania, lakini kuna platform mpaka watu wa nje za nchi wanaziona. Kwa upande wangu mimi nimejiboresha, let's say nimejiboresha. Kazi zangu hazifiki tu haziishii hapa Tanzania. Zinafika mbali zaidi. Na pia let's say kwa nini wamenichagua mimi sio watu wengine? Kwa sababu nimefanya filamu nyingi. Nimefanya pia tamthilia ambayo ni kubwa. Nimeshashiriki kwenye Huba. Huba ni tamthilia kubwa sana. Nimeshiriki kwenye tamthilia inaitwa Panguso, ilikuwa inaonyeshwa Azam. Ni tamthilia kubwa sana ambayo hata juzi pia ilirudiwa katika television ya Azam. Lakini sifikiri kwamba zile kazi kama nilifanya tamthilia hizo kwamba zisinitangaze, hapana. Ila nina namna yangu ya kujitangaza kimataifa zaidi. That's why nimeweza kupata tuzo. Okay. Yeah. Umetaja tamthilia ambazo umeshiriki lakini pia ni mara kadhaa tumepiga story mimi na wewe, na moja kitu ambacho ulikuwa umekiwekea msimamo kuhusiana na ushiriki wako kwenye tamthilia hizi za filamu Tanzania. Hao watu ambao wanataka ushiriki lazima kuna pesa wao wameandaa. Na nakumbuka vizuri kama sijakosea sana kwa ni milioni 50 umo. Na hivi ambavyo unavyozidi kupokea hizi tuzo za heshima na nyinginezo, bado umejekea kile kiwango kwamba bila kiasi fulani sifanye tamthilia, lakini pia ilikuwa milioni 50 kwa sasa hivi bado ile milioni 50 ama umepanda zaidi? Kwa sababu sasa hivi naangalia zaidi katika uzalendo wa nchi yangu. Kwa hapa nilipofikia kwa hizi tuzo nyingi ninazozipata za heshima, mimi naona natakiwa nitangaze nchi zaidi kuliko maslahi ya kwangu binafsi. Kwa hiyo nimeona it's better mimi kama mtu yeyote anataka kufanya kazi na mimi, basi tutakaa chini tutaongea, lakini haitakuwa thamani hiyo tena. Itakuwa ni thamani ya kawaida tu ambao naweza kufanya kazi na mtu yoyote ili tuweze kutangaza kazi zetu na tuweze kufika mbali zaidi ya hapa tulipo. Okay. Yeah. Nasikia kuna comment ulizipata baada ya kusema kuwa bila milioni 50 hauchezi filamu, wasanii wakawa wanakutenga na nini? Ni kweli, sio uongo, ni kweli baadhi ya waandaaji
walikuwa wananiambia, Agi, tunakuona unafaa kuwa sehemu fulani, lakini hatuwezi kumudu kukulipa. Kwa hiyo inabidi tuchukue wasanii wengine ambao tuko na uwezo nao. Na mimi nijitafakari tena sana, nikasema hii ni nchi yangu. Naipenda nchi yangu, napenda kazi yangu ya uigizaji, ni kipaji changu. Kwa nini niseme niweke gharama kubwa sana while niko katika nchi yangu? Ndapokuwa nimepata kazi nje ya Tanzania, gharama yangu itakuwa mara 2 ya hiyo niliyoitaja. Lakini kwa sababu ya Tanzania, basi gharama yangu itakuwa ni ya kawaida tu kutokana na situation ya kazi itakavyokuwa. Yeah. Sawa. Kuna moja kauli ambayo imekuwa ikiishi sana kuhusiana na watu maarufu kuwa ni vioo vya jamii. Kwa namna ambavyo hali inavyozidi kuendelea, maisha ya wasanii ambavyo tunazidi kuyaona kwenye mitandao ya kijamii, unadhani kuna haja ya kuendelea kubaki na hili neno kuwa watu maarufu ni vioo vya jamii? Of course. Watu maarufu ni vioo vya jamii, kwa sababu kila mtu anamwangalia yule. Kila mtu anaangalia kuna watu wana role model wao ni watu maarufu. Kwa haizuii, yani hiyo ni uwazi kabisa kwamba mtu yote maarufu ni kioo cha jamii. Tofauti yake ni kwamba inategemea na lifestyle na maisha tofauti, kwamba unatakiwa uangalie nini kwa yule mtu, au ufate nini, au uige nini. Yeah. Okay. Yeah. Kuna hiki ambacho kinaendelea. Kuna chati zimevuja huko Instagram zikimuonyesha mfanyabiashara, namzungumzia Suti Bega na Juma Lokole walikuwa wana chat, lakini pia kuna ujumbe Suti Bega aliandika pale, wewe ni mtu wa mitandao na mimi utakuwa umekutana nazo zile. Ningependa nisikie neno lolote kutoka kwako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea sasa kwenye mitandao ya kijamii. Of course, kwa upande wangu mimi imenisikitisha sana sana, kwa sababu kwa mtu kama yule kaka ambaye Suti Bega ni mtu fulani ambaye kazi yake alikuwa ameiweka katika watu fulani wa heshima fulani. Kwa hiyo kufikia hatua ya yeye kujiingiza katika masuala kama haya ambayo yapo ya sasa hivi yanayoendelea, kwa upande wake yeye itamharibia hata mipango yake kibiashara na kikazi. Sidhani kama kuna mtu ambaye anajiheshimu, ambaye anaweza tena kwenda pale akafanya kazi naye au akanunua bidhaa yake kwa kile alichokitengeneza sasa hivi. Kwa hiyo wana haja ya kujitafakari. Kama wewe ni unafanya biashara, pia ni kioo cha jamii au ni mtu fulani, jitafakari kwamba je, ninapoingia katika masuala nini athari yake? Nini kitatokea kwenye biashara yangu au maisha yangu ya baadaye? Kwa sababu maisha ambayo hayajifichi. Baadaye utanyoshwa vidole, biashara zako zitashuka, lifestyle yako itabadilika kabisa kutokana na kitu kimoja tu ulichokifanya siku moja kwenye mitandao. Kwa hiyo wana haja ya kujitafakari. Okay. Yeah. Juma Lokole ni mtu maarufu na umesema watu maarufu ni watu ambao ni vioo vya jamii. Narudi kwako, Juma Lokole amefika kwenye level ya kusema yeye ni kioo cha jamii ama yupo kwenye hiyo level? Hapana. Juma sidhani kama yupo katika hiyo level. Mimi sijui anafanya nini kwanza. Sielewi kazi yake ni nini, anafanya nini, mimi sijui. Kwa hiyo simweke katika sehemu hiyo. Hana kitu anachokifanya watu wamwangalie yeye kama kioo cha jamii. Ni mtu wa kawaida tu. Yeah. Hai kabisa yuko kwenye level ya wale watu ambao tunaita ni vioo vya jamii. Hapana. Simuoni huko wala sidhani kama anaweza kuwa sehemu kama hiyo. Yeah. Juma Lokole fahamu kabisa anachokifanya nini? Sifahamu anafanya nini. Wala mimi namuona tu kwenye mitandao, sijui kazi yake, sijui maisha yake, namuona tu. Yeah. Muelewi kabisa. Yani simuelewi, yani si namuona tu, lakini sijui kitu gani hata anachokifanya katika jamii. Sioni yani. Yeah. Ni vitu gani ambavyo vinakukwaza sasa hivi kutana navyo sana kwenye mitandao ya kijamii? Kuna baadhi ya watu kusema watu vibaya, kuwatafsiri katika engo mbaya ambazo mtu zinamuumiza, yani hawaangalii watu, baadhi kuna vitu hawaangalii vya kuongea kwa watu. Yani mfano, naweza kukuta kuna mtu amefanya jambo fulani wanamwataki kwa kumtukana. Ni kitu ambacho si kizuri na watu wakifurahi. Yeah. Sawa. Moja ya story kubwa ambayo imeongelewa hivi karibuni ni siku ambayo Poshi alikuwa anamtambulisha mpenzi wake, japo hajamweka wazi, anamficha, anasema tu mara dalali na vitu kama hivyo. Kumficha kwake mpenzi wake unatafsiri vipi? Kwa upande wa huyo dada, mimi naona ni mtu asiyejiamini cha kwanza.
Cha pili ni mtu ambaye labda ana kasoro. Utamfichaje mtu kwenye mitandao ya kijamii kama wewe ni mtu unajiamini? Wewe ni mwanamke unajiamini, cha kwanza. Cha pili, je, huyo unayemficha, kwa nini umfiche? Ni mume wa mtu? Ni mtu ambaye anaonekanaje kwa yao, anaonekana vibaya kwenye jamii? Kwa nini umfiche? Kwa upande wake labda ni mwanamke asiyejiamini, labda ana kasoro fulani. Labda cha pili ni mtu ambaye labda hicho kitu I don't know. Yaani naomba nishie hapo. Ila kubwa hajiamini. Kikubwa ni kwamba hajiamini. Unatakiwa hujiamini. Kama ni mwanaume kweli uko naye, basi muonyeshe. Jiamini, kuwa free naye. Mtu kiolewa na maana yake mmeamua kutambulisha huyu ni wa kwangu. Kwa nini umfiche? Unajua kwa nini umfiche mwanaume? Kwa nini? Kama wewe ni mwanamke unajiamini. Unajua mwanaume ni kitu fulani kizuri. Sio madawa ya kulevya wala sio bangi. Ya kusema kwamba uifiche eti kwamba nitakamatwa. Unatakiwa ujiaminishe naye, uonyeshe kwamba this is mine. Lakini kama unamficha maana yake kuna kasoro sehemu au yeye mwenyewe ana kasoro. Yeah. Sawa, la kumalizia nimeona upo kwenye vile vitabu vinaitwaje? Kwenye Kitabu za yes, nimeona upo kwenye magazine ya Achievers Awards na kuna master wengi sana kutoka Nigeria, wewe ni star pekee kutoka Tanzania ambaye upo mule. Najua hii ni mara ya pili. Yeah. Unajisikiaje? Lakini pia siri ni nini? Unawaambia nini Bongo Movies wengine wa kike hapa nyumbani Tanzania? Nini wafanye ili waweze kufika sehemu ambayo umefika? Mimi napenda kuwashauri kitu kimoja. Kupata fursa ya kufanya kazi ya uigizaji hapa Tanzania, basi wanatakiwa waone kama ni fursa kubwa aliyoipata. Wasiishie katika kujitangaza hapa. Hapa tayari wanaonekana, lakini je, watu wa nje ya nchi wanaelewa unachokifanya nini katika nchi yako? Au kazi yako ni nini? Kwa hiyo waweze kujipa masoko makubwa, si hapa tu bali na nje ya Tanzania, kama ambavyo mimi nafanya. Mimi natafuta masoko yangu nje ya nchi. Kwa hizi tuzo kubwa ninazozipata, moja nilipata London, nilikuwa kwenye magazine London, sio hapa. Pia hii ya pili nimeweka kwenye magazine Nigeria. Kwa hiyo ni sehemu ambazo tayari nimesha target masoko yangu yako nje ya Tanzania. Kwa hiyo hata kwa upande wao naomba pia waangalie namna kujimarket nje ya Tanzania pia. Yeah.